Shalom pendo, leo tuko katika namna ya 7 ya jinsi ya kuponya moyo ulioumizwa, kusamehe na kuachilia. Chanzo kikubwa cha kuumizwa moyo ni kushindwa kusamehe. Kusamehe ni msingi wa maisha ya kila Mkristo. Kwa maana mtu akishindwa kusamehe anatembea nje ya neno la Mungu. Baada ya kushindwa kusamehe, uchungu wa moyoni hufanya mwili kuzalisha kemikali ambazo huleta madhara katika mwili. Mithali 11:17 inasema, mwenye rehema huitendea mema nafsi yake, aliye mkali hujisumbua mwili wake. Kwa faida ya roho yako na mwili wako, inakupasa kusamehe. Kusamehe ni uamuzi. Ukiamua kusamehe, itakuwa rahisi kuondoa uchungu moyoni. Lakini usiposamehe, ni rahisi kuingiwa na mapepo ya uchungu ambayo yatakufanya ujisikie uchungu zaidi. Mapepo ya uchungu huambatana na mapepo ya udhaifu ambayo hushambulia mwili. Watu wengi waliookoka hufunguliwa milango ya mapepo ya uchungu na mapepo ya udhaifu. Mapepo haya hayawezi kumwingia mtu aliyeokoka bila sababu. Mithali 26:2 inasema, kama shomoro katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Hata kama umeonewa, inakupasa usamehe kwa ajili ya usalama wako kiroho na kimwili. Ninajua kwamba wapo watu wasiotaka suluhu kabisa, kwamba hata kama wamekosa haoni sababu ya kutubu. Lakini unapaswa kuamua kusamehe mtu wa jinsi hiyo, kwa maana ndiyo mapenzi ya Mungu na afya ya mwili wako. Fanya jitihada ya kutengeneza na wale wote ambao hamkuelewana. Pia ujifunze kuchukuliana na mapungufu ya watu wengine.